Masomo ya Misa Takatifu Disemba 26. Ni sikukuu ya Mtakatifu Stefano aliyekuwa shahidi wa kwanza. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8 hadi 10, mstari wa 12, kisha sura ya 7 mstari wa 54 hadi 60. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Stefano aliyejaa neema na nguvu alifanya miujiza na ishara kubwa kati ya watu. Lakini baadhi ya washiriki wa sinagogi lililoitwa sinagogi la walio huru na la Wakilene na la wa Aleksandria, hata watu wa Sirisia na Asia, walisimama wabishane na Stefano. Lakini hawakuweza kuishida hekima na Roho aliyesema ndani yake. Wakawachochea watu na wazee na waandishi wakamngojea, wakamkamata na kumpeleka barazani. Wote waliohudhuria barazani waliposikia maneno yake walighadhabika moyoni, wakamkerezea maneno. Lakini Stefano aliyejaa Roho Mtakatifu alielekeza macho mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu amesimama kuume kwa Mungu. Akawaambia, tazameni, ninaziona mbingu zimefunguka na Mwana wa Mtu amesimama kuume kwa Mungu. Nao wakapiga makelele sana, wakajiziba masikio, wakamshambulia kwa nia moja, wakamburuza nje ya mji, wakampiga mawe. Mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja, jina lake Sauli. Basi walipokuwa wakimtupia mawe Stefano, yeye alisali na kuita, Bwana Yesu, ipokee roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kubwa, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Baada ya maneno hayo alikata roho. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 31 mstari wa 3 hadi 4, 6 na mstari wa 8, kisha mstari wa 16 na mstari wa 17. Kiitikio: mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. 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 Uwe kwangu mwamba wa kukimbilia, ngome imara ya kuniokoa. Kwa maana wewe u mwamba wangu na ngome yangu. Kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu, uniokoe, e Bwana, Mungu wa kweli. Nitaushangilia na kufurahia wema wako, kwa kuwa umeangalia masikini wangu. Mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. Uniponye na mikono ya adui zangu na wadhulumu wangu. Umwangazie mtumishi wako uso wako, unisalimishe kwa wema wako. Mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. Mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu.
Barikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Bwana ni Mungu, naye ametuangazia. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura ya 10 mstari wa 17 hadi 22. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, jihadharini na watu, kwa maana watawapeleka barazani na watawapiga katika masinagogi. Mtachukuliwa mbele ya watawala na wafalme kwa ajili yangu, ili mtoe ushuhuda kwao na kwa watu wa mataifa. Basi wanapowapeleka barazani, msihangaike juu ya nini cha kusema na namna gani, kwa maana saa ile mtapewa la kusema. Kwani si nyinyi msemao, bali Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Ndugu atamtoa ndugu auawe, kadhalika baba atamtoa mwana, nao watoto watawashambulia wazazi wao na kuwaua. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mtu aliye thabiti mpaka mwisho atasalimika. Neno la Bwana. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.